Sisi kama Wizara ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, jukumu letu kubwa ni kusimamia uwekezaji, na kwa kupitia taasisi yetu ya TISEZA hawa wawekezaji wote tumewasajili. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunawalea, lakini tunawafuatilia ili kuhakikisha kwamba kuwe na going concern ya uwekezaji ambao tunaufanya hapa Tanzania. Kwa hiyo nimejionea uwekezaji wao na tumeridhishwa na uwekezaji huu mkubwa ambao kimsingi wameufanya, na wenyewe wamefurahia msaada ambao kimsingi serikali imeweza kutoa, hususan kupata vibali mbalimbali kwa ajili ya kuwekeza hapa Magu. Lakini kuna changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo ambazo kimsingi wamezieleza, ikiwepo uvamizi wa magugu, lakini vile vile bado kuna changamoto za hapa na pale za ulinzi ambazo nimemwelekeza mkuu wa wilaya wa Magu ashughulikie swala la ulinzi, kuhakikisha kwamba hapa kunakuwa na ulinzi wa kutosha, kwa sababu hawa watu wanalipa kodi lakini wanachangia kwenye kutatua tatizo la ajira. Kuhusu swala la magugu, mimi kama mwakilishi wa serikali nalichukua. Tutashirikiana na wenzetu wa kilimo, uvuvi na watafiti kuhakikisha kwamba tunawezaje kumsaidia huyu mwekezaji ili tuweze kutatua hili tatizo la magugu. Lengo letu tuone kwamba kuna uendelevu wa hii miradi. Lakini sisi kama serikali, hususan wizara yetu ya mipango na uwekezaji, tunapoangalia masuala ya uwekezaji tunajikita kwenye maeneo mawili. La kwanza, tunaangalia tija ya uwekezaji. Lakini ya pili, tunaangalia kama huu uwekezaji unakuza ajira. La tatu, tunaangalia kama huu uwekezaji mwisho wa siku utachangia kwenye pato la taifa. Haya yote yanaenda sambamba, na ndio lengo la kufanya ziara yangu huku. Nimekuja kukagua uwekezaji, sijaja kukagua kiwanda. Tumekuja kukagua uwekezaji, tuangalie kama una tija, fedha ambazo kimsingi wameziweka zinaleta tija, kama wametengeneza ajira na kadhalika. Lakini naomba nitoe rai, na hili liwe kwa wawekezaji wote Tanzania. Nimefika hapa, ni uwekezaji ambao unadili na swala la aquaculture, kilimo au uwekezaji kwenye masuala ya samaki. Lakini ukiangalia hapa, ukiacha kada zingine, wamejitahidi, wameajiri mhasibu ambaye ana degree, lakini mtu wa utawala ana degree, lakini vivyo wana mwanasheria. Lakini kule kwenye production side, kwenye engine ya uzalishaji, tunategemea kukua na watu ambao wamesomea haya mambo. Kuna vyuo vyetu vingi ambavyo vinafundisha vijana kwenye masuala ya aquaculture, ufugaji wa samaki na kadhalika, kikiwepo SUA na vyuo kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine. Naomba sasa niwaagize mwekezaji, na naomba TISEZA mlisimamie hili. Hakikisheni wawekezaji wote wale ambao mnawasajili, najua kwenye ile checklist yetu inatoa mwongozo, ni vijana wangapi wenye skills wanatakiwa waajiriwe hapa. Tunahitaji vijana wa form 4, tunahitaji vijana darasa 7 na wale ambao wana skills. Tutatamani kuona uwekezaji kama huu unaendelea, lakini tusipokuwa na wataalamu wenye sifa ambao watapata knowledge kutoka kwa hao wa China, itakuwa ngumu sana uendelevu wa hii miradi. Kwa hiyo naomba nitoe agizo kwa mwekezaji, lakini vile vile na sisi kama wizara tutasimamia kuhakikisha kwamba wawekezaji wote ambao tunawasajili kwa kupitia kitengo chetu ya mamlaka yetu ya TISEZA, tunawafuatilia kuhakikisha kwanza wanaajiri vijana ambao wana sifa, ili waweze kumudu huu mradi, waweze kuelewa mradi. Hata ikitokea wanaondoka wanatuachia mradi, tutakuwa na vijana ambao wanaweza kusimamia hii miradi yetu. Asante kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mwanza, Mheshimiwa Mkuu wa wilaya Magu, pamoja serikali yote. Asante serikali kwa kiasi nafasi jenga kiwanda, fanya biashara mzuri. Asante serikali kuja kiwanda, wala sisi fanya kazi wala shida lili. Sisi wamba serikali saidia toa changamoto, saidia biashara pata biashara mingi, saidia pata raw material. Asante sana.